أرسله الله رحمة العالمين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله. Shukrani Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye ametupatia neema ambazo hatuwezi kuzihesabu. Vile vile tunamrudishia Allah shukrani ambaye ametufikisha kumi la mwisho katika huu mwezi wa Ramadhan, katika kumi ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaokoa wale ambao kwamba walikuwa wameandikiwa moto. Allah subhanahu wa ta'ala anaurudisha upande wa pepo. Inshallah tujitahidi katika hizi siku chache ambazo kwamba zimebaki, tufanye shughuli tuweze inshallah tukapate ubora wa Lailatul Qadr. Inshallah tutakumbushana juu ya istighfar, kuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha kwa wingi. Hii ni mwezi wa kufanya istighfar kwa wingi, mwezi wa kufanya toba kwa wingi, mwezi wa kufanya khairat aina mbalimbali kwa wingi. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika surah Muhammad aya 19, wastaghfir lidhanbika walilmu'minina walmu'minat. Allah akiongea na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wastaghfir lidhanbika, omba msamaha kwa dhambi zako, walilmu'minina, na uombe waumini wa kiume pia, walmu'minat, na waumini wa kike. Yani uombe msamaha kwa nafsi yako na uombe waumini wa kiume na waumini wa kike, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa rehema. Allah subhanahu wa ta'ala anapenda kutusamehe. Tukirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ndio anafurahikia zaidi. Kwa ile makosa ambayo kwamba tumefanya, kwa ile madhambi ambayo kwamba tumefanya, tukirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atatusamehe maovu yetu au madhambi zetu. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa kusamehe. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa rehema. Allah subhanahu wa ta'ala sio kama binadamu. Binadamu ndio hawana hiyo moyo wa kusamehe, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anapenda sana kusamehe. وقال الله تعالى في سورة النساء: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika sura An-Nisa aya 106, wastaghfirillah, na uombe msamaha Allah, inna Allaha kana ghafuran rahima, kwa hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuwa ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa huruma. Allah Subhanahu wa Ta'ala anapenda sana kusamehe, kwa hivyo utake msamaha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule ambaye kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amemsamehe madhambi zake zilizopita na zinazokuja, yani alikuwa anafanya istighfar kwa wingi zaidi ya mara 100, zaidi ya mara 70, katika riwaya nyingine mara 100. Kwa hiyo mimi na wewe, yule Allah Subhanahu wa Ta'ala yani haja tuahidi ya kuwa atatusamehe, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala alichukua ahadi ya kuwa atamsamehe madhambi zake. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Allah Subhanahu wa Ta'ala amekusamehe madhambi zako zilizopita na zinazokuja. وقال الله تعالى في سورة النصر: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Na umtakase Mola wako na uombe msamaha Mola wako, kwa hakika Mola wako amekuwa ni mwenye kubali tauba. Hizi zote ni ile kitendo cha kuamrisha
kuamrisha ama fi'lul amr. Hizo zote ni vitendo vya kulazimisha, yani uombe msamaha, utake msamaha, uombe tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kukubali tauba, na ndio mwezi wa kufanya tauba kwa wingi. وقال الله تعالى للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري إلى قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار. سورة آل عمران آية 15 mpaka 17. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wale ambao kwamba wanamcha Mwenyezi Mungu, lilladhina taqaw, wale ambao kwamba wako na mchaji Mungu, inda rabbihim, mbele ya Mola wao, jannatun tajri, watakuwa na pepo ambazo kwamba zinapita chini yake mito ya asali, mito ya pombe, mito ya maziwa, mpaka maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wal mustaghfirina bil ashar, na wale ambao kwamba wanaomba Mwenyezi Mungu msamaha wakati wa daku, ambao ni wakati wa usiku. وقال الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika sura An-Nisa aya 110, na yeyote ambaye kwamba amefanya maovu ama amefanya madhambi, au yadhlim nafsahu, au akadhulumu nafsi yake, thumma yastaghfirullah, kisha akaomba msamaha Mwenyezi Mungu, yajidillah ghafurur rahima, basi atamkuta Mwenyezi Mungu atamsamehe madhambi yake. Yajidillah, atamkuta Mwenyezi Mungu ghafuran, ni mwenye kusamehe, rahima, mwenye huruma. Hizi aya zote zinaongea juu ya istighfar, kuomba msamaha Mwenyezi Mungu. Kwa Kiarabu inaitwa istighfar, kwa Kiswahili inaitwa yani kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu. وقال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura Al-Anfal aya 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuwa ni mwenye kuadhibu hawa, wa anta fihim, na wewe Mtume Muhammad ukiwa miongoni mwao. Wama kana Allah muadhibahum, na Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuwa ni mwenye kuadhibu, wa hum yastaghfirun, ikiwa wao wanaomba msamaha Mwenyezi Mungu, Allah Subhanahu wa Ta'ala hawezi kuadhibu. Maadamu wameomba msamaha Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi bila shaka Mwenyezi Mungu atawasamehe. Mwenyezi Mungu anataka nini kwetu? Sisi tu turudi kwake, tuombe msamaha, na bila shaka Allah Subhanahu wa Ta'ala atatusamehe. Maadamu tunarudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na tukiomba msamaha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu atatusamehe, kwa sababu yeye ndio mwingi wa rehema. Waqala Ta'ala walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Surah Al Imran aya 135. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hivi, walladhina idha fa'alu fahisha, wale ambao wakifanya madhambi, au dhalamu anfusahum, au wakadhulumu nafsi zao, wakaingiza katika yale Allah Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha, yani wakaingiza katika madhambi, yani kudhulumu nafsi yao ni kuingia katika yale Allah Subhanahu wa Ta'ala amekataza, na wakafanya madhambi. Dhakarullaha, baada ya hapo wakamkumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala, fastaghfaru lidhunubihim, wakaomba msamaha kwa ile madhambi ambayo wamefanya. Wa man yaghfiru dhunuba, na ni nani atakayesamehe madhambi illa Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu? Jawabu yake ni hakuna. Yule ambaye kwamba anasamehe madhambi ni Mwenyezi Mungu peke yake. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuuliza wa man yaghfiru dhunuba, na ni nani atakayesamehe madhambi, yani ile madhambi ambayo kwamba umefanya, na ukirudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuna atakayesamehe illa yeye, illa Mwenyezi Mungu. Wala yusiru ala ma fa'alu, na hawatarudia kwa yale ambayo kwamba wameyafanya. Ile madhambi ambayo kwamba wameyafanya hawezi kurudia. Wa hum ya'lamun, na ikiwa wao wanajua hivyo, ile madhambi ambayo kwamba wamefanya ukarudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ukamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile inatakikana, na ile maovu, ile madhambi ambayo kwamba umefanya na uwezi kurudia, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala anapenda kusamehe. Yani bila shaka Allah Subhanahu wa Ta'ala atakusamehe. Ndio Mwenyezi Mungu amesema katika aya nyingine, ya ayyuhalladhina amanu la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Enyi mlioamini, msikate tamaa kwa huruma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa rehema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala anasamehe madhambi zote. Maadamu umerudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu atakusamehe. وعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة رواه مسلم. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, kwa hakika yani inazunguka katika moyo wangu istighfar, yani kutaka msamaha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yani inazunguka kwa moyo wangu. Na kwa hakika mimi naomba msamaha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mchana, kila mchana 100 mara 100. Huyo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala amemsamehe madhambi yake yote, yale yaliyopita na yale yanayokuja. Anaomba msamaha Mwenyezi Mungu kwa mchana mara 100. Kwa hivyo mimi na wewe, je, tunafaa kuomba hata zaidi ya hiyo, hata zaidi ya mara 100, kwa sababu tunafanya makosa kila wakati. Innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Mwenyezi Mungu amesema katika Hadithul Qudsi, kwa hakika nyinyi mnafanya madhambi usiku na mchana. Yani hakuna wakati yote ambapo kwamba hamfanyi madhambi. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a, na mimi ninasamehe madhambi zote. Fastaghfiruni, mniombe msamaha, aghfir lakum, tawasamehe. Mwenyezi Mungu anasema hivyo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa analeta istighfar kila siku mara 100. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra, rawahu al-Bukhari. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ninaapa kwa Mwenyezi Mungu, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam ameapa, wallahi naapa kwa Mwenyezi Mungu, inni la astaghfirullah, mimi naomba msamaha Mwenyezi Mungu, wa atubu ilayhi, na ninarudi kwake, nafanya toba kwa Mwenyezi Mungu, fil yawmi, katika mchana, akthara min 70 marra, zaidi ya mara 70. Hadithi ya kwanza imesema mara 100, na hiyo inayofuata ni zaidi ya mara 70. Kwa hivyo inamaanisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya istighfar kwa wingi. Wa anhu, tena kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani zimwendee, walladhi nafsi biyadihi, na ninaapa kwa yule nafsi yangu iko mkononi mwake, law lam tudnabu, lau kama hamtafanya madhambi, la dhahaba Allah ta'ala bikum, Allah Subhanahu wa Ta'ala angeondoa katika hii dunia, wala jaa biqawmi yudnibuna, na Allah Subhanahu wa Ta'ala atasema, ataleta wale kundi ambao kwamba wanafanya madhambi, wa fayastaghfiruna Allah, na kisha wanamuomba Mwenyezi Mungu msamaha, fayaghfir lahu, na Allah Subhanahu wa Ta'ala atawasamehe. Lau kama yani hamtafanya madhambi katika hii dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala angeondoa, angewamaliza nyote, na angeleta jamaa ama watu ambao kwamba wanafanya madhambi, na baada ya kufanya madhambi wanaleta istighfar, wanaleta tauba, na Allah Subhanahu wa Ta'ala anawasamehe. Kwa hivyo tunafaa kufanya istighfar kwa wingi katika mwezi wa Ramadhani, katika mwezi ambao sio Ramadhani, yani kila siku, kila mwezi tunafaa kuleta istighfar kwa wingi. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رواه داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. حديث المقولنا kutoka Ibn Umar radhi Allah juu yake amesema,
kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa tunaangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam fil majlis alwahid, katika kikao moja, 100 mara 100 tukileta hii istighfar. Rabbighfirli, ewe Mwenyezi Mungu nisamehe, wa tub alayya, na unikubalie toba yangu, innaka anta tawwabur rahim, kwa hakika wewe ni mwingi wa kusamehe toba na ni mwingi wa huruma. Katika kikao moja walikuwa yani wanakithirisha hii dua, Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Hii ndio istighfar ndio walikuwa wanakithirisha, wanafanya kwa wingi wakiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi walikuwa wanakithirisha istighfar. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazima al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haythu la yahtasib, rawahu Daud. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, mwenye kujilazimisha kuleta istighfar, yani ukijilazimisha, yani ukileta istighfar kila siku, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia katika kila dhiki, katika kila shida atakutoa, yani atakupatia faraja. Katika ile mawazo ambayo uko nayo, Allah subhanahu wa ta'ala anakuondolea, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuruzuku kwa ile njia ambayo kwamba hujatarajia. Yani ukifanya istighfar kwa wingi, basi Mtume Allah subhanahu wa ta'ala atakutimizia haya mambo matatu. Atakuepusha kutokana na ile shida ambayo kwamba ingefaa kukukabidhi, ile mawazo ambayo kwamba ingekukujia, Allah subhanahu wa ta'ala angekuondolea, na atakuruzuku kwa ile njia ambayo kwamba hujatarajia. Kwa ile njia ambayo kwamba hujatarajia, Allah subhanahu wa ta'ala anakusaidishia riziki yako, pia unapata kwa njia ya rahisi. Wa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi ghufirat dhunubuhu wa in kana qad farra min az-zahf, rawahu Daud wa Tirmidhi wal Hakim wa qala hadithun sahihun ala shart al-Bukhari wa Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, mwenye kusema astaghfirullah alladhi, ninaomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu ambaye kwamba la ilaha illa huwa, ambaye hakuna mola isipokuwa yeye, al-hayyul qayyum, yeye yuko hai daima, wa atubu ilayhi, na narudi toba kwake yeye, ghufirat dhunubahu, basi madhambi zake zinasamehewa, wa in kana qad farra min az-zahab, hata kama yani ametoroka kutoka katika jihad, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe madhambi zake. Hii hadithi amepokea Imam Tirmidhi na Hakim pia, na hadithi hii tunaambiwa ni sahihi katika riwaya ya Imam Muslim, Bukhari na Muslim. Kwa hivyo ukijilazimisha, ukileta istighfar, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakusahilishia mambo yako yote, atakusafutia madhambi zako. Inshallah malizia na hadithi hii. Wa Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sayyidul istighfari an yaqula al-abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, man qalaha min an-nahari muqinan biha famata min yawmihi qabla an yumsiya fa huwa min ahli al-janna wa man qalaha min al-layli wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahli al-janna, rawahu al-Bukhari. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, sayyidul istighfar, ile baba ya istighfar yote, ayakula al-abdu, ni mja kusema Allahumma anta rabbi, ewe Mola, wewe ni Mola wangu. Allahumma anta rabbi, ewe Mola, wewe ni Mola wangu. La ilaha illa anta, hakuna Mola mwingine isipokuwa wewe. Khalaqtani, umeniumba mimi, wa ana abduka, na mimi ni mja wako, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, na mimi niko juu ya ahadi yako, niko juu ya ahadi yako, mastata'tu, kiasi ninachoweza. A'udhu bika min sharri ma
hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa ni wewe. Makalaha mwenye kusema haya maneno minan nahari, wakati wa mchana, mumkin biha, akiwa na yakini ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe madhambi yake, famata min yawmihi, na akakufa hiyo siku, kabla ayusia, kabla yani haijafika jioni, fa huwa min ahli aljanna, basi huyo mtu wa peponi. Yani ukisema haya maneno ukiwa na yakini, yani Allah subhanahu wa ta'ala anajua moyo wako, yani umeamini ya kuwa Mwenyezi Mungu ndio mwenye Mola wako na yeye ndio mwenye kusamehe madhambi, ukawa na hiyo yakini na ukakufa hiyo siku, basi wewe utakuwa ni mtu wa peponi. Wa makalaha, na mwenye kusema maneno haya minal layli, wakati wa usiku, wa huwa muqinun biha, na ikiwa yeye hapo na yakini ya kuwa haya maneno ya ukweli, famata kabla yusbiha, na akakufa kabla haijafika asubuhi, fa huwa min ahli aljanna, basi yeye pia ni watu wa peponi. Rawahu al-Bukhari, hadithi imepokea Imam Bukhari. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tufanye bidii ili mwezi wa kufanya toba kwa wingi, mwezi wa kufanya istighfar kwa wingi. Inshallah turudi kwa Mola wetu, inshallah Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina sami'u wa tabi'u ahsana.